Akifungua kikao cha siku moja kwa wadau hao, ofisa mdhamini Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Dr. Salim Mohamed Hamza amesema mapitio ya sheria hiyo ni kuwawezesha wadau kuitambua na kuifanyia kazi katika shughuli zao za kila siku ili kufikia malengo ya dhana ya uchumi wa bluu kwa faida ya vizazi vya sasa na baadaye. Sheria namba 7 ya mwaka 2010 kuna kanuni za masuala ya uhifadhi wa bahari, kuna kanuni ingawa vipito na wakati kidogo 1998. Zote hizi ni kanuni ambazo zipo zinaonesha ni kwa kiasi gani tunatakiwa tusimamie masuala mazima ya bahari. Sasa zote hizi inawezekana pengine katika majukumu yetu ya kila siku ama hatujaziona, au kama tumeziona pengine kuna vitu vingine hatuvijui. Sasa tukasema tuitane leo tufahamishane hapa, tufahamu kama kuna hivyo vitu, lakini pia sheria hizi na kanuni hizi ambazo tunazizungumza tumeshaanza kuzifanyia mapitio. Wakili wa serikali kutoka Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Amna Said Ali amesema sheria ya uvuvi inafafanua makosa na adhabu kwa nyenzo zinazotumika katika uvuvi ambazo sio halali na rafiki kwa mazingira ya bahari. Sheria yetu kifungu cha 20 na 21 tutaona kwamba kuna njia zimeainishwa na mitego ambayo imezuiliwa kutumika katika maeneo yetu ya bahari. Tukiendelea katika kifungu cha 23 kimeeleza kazi za afisa aliyeidhinishwa. Afisa aliyeidhinishwa kwa mujibu wa sheria hii atakuwa na kazi gani? Kwa hiyo kwa mujibu wa kifungu kidogo cha kwanza kinaeleza kwamba anaweza wakati wowote na kwa msaada wa kisheria. Baadhi ya wadau wa kikao hicho wamesema suala la muhali linahitaji kupigwa vita wakati wa kutekeleza sheria ya uvuvi, huku wengine wakisisitiza kutolewa elimu zaidi kwa wananchi juu ya matumizi ya rasilimali za bahari na mipaka yake. Kwa nishauri mwalimu wangu Dr. Hamza kwamba iwe na vikao vingine vinafungwa kwa msimu fulani, alafu msimu fulani unafunguliwa wananchi wenda kuvua ili wajue manufaa na wao wasapoti kwa vitendo. Inaonekana wazi adhabu yake ni ndogo, lakini bado hayo makosa machache yanayopelekwa katika mamlaka hizi za kisheria unakuta yanaishia hivi, kwa sababu alikamatwa, tunajuana nao, tunalala nao, tunamka nao, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi. Baadaye sisi ndio ndo mawakili wa kuwatetea wale waliofanya makosa. Twende moja kwa moja katika jamii zinazohusika, na hasa walengwa ambao ni wavuvi. Mtu anaweza kuwa anafanya kosa, hadi kama anafanya kosa. Kutoka kisiwani Pemba ni mimi Asha Salim.